wilaya, halmashauri ya wilaya ya Njombe ina eneo la misitu ya asili inayokadiriwa kuwa na hekta 2071.57. Hifadhi hizi za misitu zinatumika kuhifadhi vyanzo vya maji, kurutubisha mfumo wa ekolojia, kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi na maeneo salama ya ufugaji nyuki. Misitu ya kupandwa. Ndugu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mwaka 2024-2025 halmashauri kupitia wadau mbalimbali walizalisha na kupanda jumla ya miche 8,367,942 ya aina mbalimbali, ikiwamo miti ya mbao na nguzo, miti ya kutunza vyanzo vya maji, vivuli na vivuli. Na pia halmashauri ya wilaya ya Njombe ina jumla ya mashamba mawili yenye jumla ya hekta 300. Upandaji miti huu unalenga kuhifadhi mazingira, kuongeza kipato kwa wakulima wa miti na kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi katika halmashauri ya wilaya ya Njombe. Pamoja na wananchi na wadau wengine ni wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, ambao huzalisha miche ya miti kila mwaka na kugawa bure kwa jamii, na mfuko wa misitu Tanzania TAF, ambao hutoa ruzuku kwa wakulima wa miti na wadau wa mazingira. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa kutambua umuhimu wa upandaji miti, TFS katika msimu huu wa mvua 2024-2025 kupitia kitalu chake ilizalisha jumla ya miche 806,500 ya aina mbalimbali, ikiwamo miti ya mbao na nguzo, na miti ya kutunza vyanzo vya maji, na miti ya vivuli na matunda, na kuigawa kwa jamii, taasisi na vikundi vya upandaji miti bure. Na katika maadhimisho haya ya upandaji miti kiwilaya, TFS imeleta jumla ya miti 1650, ikiwamo ni miti ya matunda 200, parachichi 150, miembe 25 na mipela 25 katika shule ya sekondari Nyombo. Hii inaendelea kuchochea mwamko chanya wa upandaji miti katika halmashauri ya wilaya ya Njombe. Mbali na utunzaji wa mazingira, miti hiyo itafaa kwa ajili ya chakula, hasa matunda na ya mbao na nguzo. Ikikomaa itatumika kwa ajili ya kujipatia kipato pamoja na utengenezaji wa samani mbalimbali. Mapato. Halmashauri ya wilaya ya Njombe imekuwa ikitegemea kwa zaidi ya 80% ya mapato kutoka kwenye mazao ya misitu. Hivyo ni chanzo kikuu cha mapato. Kwa mwaka takriban ya mapato ya mazao ya misitu ni shilingi bilioni 2.9 hadi bilioni 3. Changamoto. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, halmashauri ya wilaya ya Njombe inakabiliwa na changamoto zifuatazo. 1. Uanzishaji moto holela kwa baadhi ya wananchi wakati wa kuandaa mashamba na uwindaji. Hali hii inapelekea kuteketea kwa mashamba ya miti na rasilimali nyingine. 2. Uvunaji wa miti michanga ambayo haijakomaa. 3. Uwepo wa wizi wa miti ya nguzo kutokana na kushamili kwa biashara ya vigogo kwenye viwanda vya misitu vinavyozalisha venia, yani chechefya. Kwamba kuna siku ya upandaji miti kitaifa ambayo kisheria huwa inaadhimishwa tarehe 1 ya mwezi Aprili ya kila mwaka kutokana na waraka wa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini pia kuna siku ya misitu duniani ambayo huadhimishwa tarehe 21 Machi ya kila mwaka. Sasa wizara ilivyoangalia kwa ujumla wake, kwa hekima za Mheshimiwa Waziri, akaona matukio haya mawili yaunganishwe kwa pamoja ili tunavyotoa hamasa kuweze kukawa na uamsho mkubwa, kuweze kukawa na kuwafikia watu wengi zaidi, lakini pia kuweze kuwa na ile juhudi ya pamoja katika kuadhimisha masuala haya. Ukiangalia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunazo kauli mbiu mbili. Kuna kauli mbiu ya kwanza ambayo inalenga kwenye kuongeza thamani, na ndio maana tuko mkoa wa Njombe. Mkoa wa Njombe ni champions kwa miaka mingi wa kupanda miti na kuitunza miti. Tunakotaka kutoka sasa ni kutoka kwenye kupanda miti. Sasa ile miti ambayo tumeipanda, tuone ni mikakati gani ambayo tunakuja nayo kama nchi kwa ajili ya kuongeza thamani yale mazao ambayo yanatokana na upandaji wa miti, ambao wenyeji wa mkoa huu na nyanda za juu kwa ujumla wake zimekuwa ni juhudi endelevu na za muda mrefu.
Kauli mbiu ya pili ambayo ni ile kauli ya kidunia inayosema chakula na misitu ni wazi, na nimesikia kwenye hotuba mbalimbali ambazo zimesomwa hapa, wananchi wa hapa wanapanda miti, inawezekana miti ile ambayo ni kwa ajili ya kupata kipato, lakini sasa tunatakiwa pia tuongeze nguvu kwenye miti ambayo watapata lishe kwa ajili ya kupata nguvu zaidi, kwa ajili ya kuweza kuendelea kusoma na kufanya mambo yao mazuri zaidi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ili nisiwe mno mwongeaji kwenye kikao chako hiki, niwakaribishe wote hapa siku ya tarehe 21 pale viwanja vya Sabasaba. Kutakuwa na Mheshimiwa mgeni rasmi, tunategemea na kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, lakini kutakuwa na maonyesho mabada mbalimbali ya namna gani tunaongeza thamani mazao ya misitu, lakini pia kuna wale watu kuna burudani ya kuona wanyama live. Wanyama tunategemea awepo mnyama simba na wanyama wengine ambao inawezekana ni nadra kuwaona katika mazingira ya kwetu. Kwa hiyo ambayo hapa tumepanda miche ya parachichi zaidi ya 150, lakini tumepanda na mipaini ipo ndio imepandwa, ishapandwa, lakini tuna mapera yenyewe yamepandwa, yapo hapa. Kuna wengine na imani kabisa hawajawahi kuona miche ya mapera. Kwa hiyo ilipopandwa hapa wanajua huu ndio mpera wenyewe. Hii yote ni sababu ya uhifadhi wa mazingira, lakini kwa ajili ya lishe pia. Ukihifadhi mazingira na yenyewe yatakuhifadhi. Ukiyaharibu mazingira na yenyewe yatakuharibu. Ni principle ya kawaida. Yanakuharibu kwa sababu gani? Hauwezi ukapata mvua, hauwezi ukapata kipato kama ulikuwa unategemea kipato kutoka kwenye mbao, hauwezi ukapata. Lakini vyanzo vya maji, kama ulikuwa unahitaji kupata maji, hautapata vyanzo vya uhakika vya maji. Kwa upandaji wa miti hii, sisi tunaipongeza sana serikali. Na tunapongeza sana wizara. Na salamu zetu mpe Mheshimiwa Waziri, na kwamba tunapongeza sana kuleta miche hii ya kutosha mingi ambayo imeanza kupandwa kwenye wilaya yetu ya Njombe na maeneo mengine ya wilaya za Njombe zimepandwa. Kwa tunawashukuruni sana. Leo hapa ni zoezi linaendelea, lakini itapandwa kwenye halmashauri zote miti yote. Niwaombe wananchi wote wa Njombe, wa Njombe DC na wengine ambao wananisikiliza, ya kwamba ni muhimu sana tukaitunza miti hii. Na shule hii kwa sababu tumewapa tunu ya upandaji wa miti wa nyingine ya matunda. Yawezekana watoto watakuwa nakula matunda. Yawezekana mengine yakibaki ya mtauza mtapata hela. Muitunze. Kwa sababu na miti itakuwa nakuja ikikauka. Walimu mkuu, ikikauka hiyo miti, inabidi na wewe ukauke. Ikikauka hiyo miti inabidi na wewe ukauke. Kwa mimi sitaki miti ikauke, ife, eti tumepoteza nguvu zetu hivi, haiwezekani. Miti ni pesa siku hizi. Na wananchi wa Njombe hawa maisha yao wanategemea miti. Wanaendesha kwa kutumia, kwa kuuza mbao, kwa kuuza nguzo. Wamepanda miti sana. Kwa sisi tumekuja kuongezea nguvu kidogo, lakini jukumu hilo wanaijua vizuri. Kwa hiyo tuendelee kuhakikisha kwamba miti tunailinda. Lakini sambamba na hapo, lazima tuhakikishe kwamba tunazuia uchomaji wa moto kiholela kwenye maeneo yetu. Kamati zile ambazo zimeundwa kwenye kila vijiji, basi ziendelee kuundwa na kuimarishwa ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti moto kichaa kwenye maeneo yetu. Kwa sababu tunaambiwa kuna moto kichaa, kuna moto unatoroka, sio unamtoroka nani? Kwa tuzuie hiyo hali ili tulinde misitu yetu, lakini tulinde utajiri wetu ambao Mungu ametupa.
Unaweza ukasema kwa nini sisi kwa kuuza miti tunapata fedha? Ndio upendeleo wetu, Mungu sisi ametupa. Lakini hata bustani ya Edeni ilikuwa bustani imetunzwa, kuna miti mle ya matunda ipo imepandwa. Hawakuichoma moto Edeni, walichoma Sodoma na Gomora. Kwa nini hawakuchoma Edeni? Ukichoma Edeni ambao kuna misitu, kuna chakula, utakosa, utakufa. Kwa ninyi mkichoma misitu hii, mkachoma miti hii, unakosa chakula, alafu unakosa kipato. Na ile ya kuendeshea maisha yako na yeye inapungua. Niwaombe sana sana. Sisi maisha yetu wana Njombe tunayajua ni miti. Sio miti tu hii, na miti ya ndugu ya wenzako, kama jirani zako. Kama mtu ametunza miti mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, mpaka inafika miaka 7, alafu inawaka moto, ni hasara kubwa. Ni hasara kubwa. Niombe sana tuendelee kuhakikisha ya kwamba tunaenzi na kutunza misitu kwa ajili ya maisha yetu. Miti ni ajira. Miti inatunza mazingira. Lakini miti inatuhakikishia kwamba tunaweza tukawa tunapata mvua za kutosha kwenye maeneo yetu. Kwa tuendelee kuipanda, ni muhimu sana kuwa nayo kwenye maeneo yetu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Ninawapongeza sana kwa kushiriki upandaji wa miti. Mungu awabariki sana. Asante. La mwisho ameligusia hapa kidogo mtu wa wizara. Tarehe 21 mwezi huu, ina maana Ijumaa, Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa atakuja katika mkoa wa Njombe. Atakuja katika mkoa wa Njombe. Mnamkaribisha Njombe? Ndio.